na alhamdulillah tumejitahidi kiasi tulichojitahidi. Sasa ikiwa mtu mkarimu hasahau fadhila na wema za aliyomfanyia wema, fadhila kubwa ya kwanza ni fadhila ya Allah kwa waja wake. Mimi na wewe Allah ametufadhilisha akatujalia kuwa ni Waislamu. Si tu kuwa Waislamu, lakini akatujalia kuwa katika umma bora, umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa katika umma bora, akatujalia kuwepo na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake kuna 10 bora kwa vipindi vya usiku kuliko makumi yote katika mwaka. 10 hilo la mwisho Allah akalipa usiku uliokuwa bora kuliko miezi 1000 sawa sawa na miaka 83. Sasa Allah ametufadhilisha, ametufanyia wema, tukawepo katika mwezi, tukawepo katika hili 10, na leo katufadhilisha kuweza kuitekeleza ibada hii ya swala ya Eid al-Fitr. Nini Allah anataka? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya wema kama Allah alivyokufanyia wema. Katika wema tuliopata ni wema wa kufunga. Katika wema tuliopata ni wema wa kusoma Qur'ani. Katika wema tuliopata ni wema wa kusikiliza Qur'ani tukufu. Kuna kati yetu Allah kawafadhilisha kwa kuweza kuisoma Qur'ani yote juzuu 30 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kuna kati yetu Allah amewafadhilisha kwa kuisikiliza Qur'ani yote, tena ndani ya kisimamo cha Ramadhani, swala ya tarawih, akawa ameihitimisha Qur'ani kwa viungo viwili alivyovitukuza Allah, kiungo cha macho na kiungo cha masikio. Macho yakiambatana na ulimi kuitazama Qur'ani, kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini masikio kuisikiliza Qur'ani. Hiyo ni fadhila kubwa sana. Sheikh wetu Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri hafidhahullah wa ra'ahu anasema miaka 5 iliyopita akiulizwa hili swali, kama wewe kuimaliza Qur'ani kwa mazingira haya, umeisoma, umeisikiliza ndani ya swala katika mwezi wa Ramadhani, ukihisi ni neema kubwa, na yeye anasema ni neema kubwa sana, kuna haja kubwa ya wewe kuleta sijda shukri, sijda ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema kubwa sana. Ndugu zangu wazuri katika Uislamu, ikiwa hii ni fadhila ya Allah na Allah anataka tufanye wema kama alivyotufanyia wema, hadithi moja tu ya Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mara nyingi tunaisoma kwa sababu ya umuhimu wake. Ameitoa Imamu Muslim katika sahihi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha yuhibbu al-'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Na huu ndio ujumbe wa hotuba yetu ya leo. Hakika Allah
anampenda mja wake ambaye ni mcha Mungu, lakini Allah anampenda mja wake ambaye ni al-Ghaniyu. Na al-Ghaniyu ni vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni yule anayetosheka na kuridhika na vile anavyomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa ni katika riziki yake au ni katika afya yake au kwa namna moja au nyingine. Sasa wewe utakapokuwa umejiweka katika kuridhika na Allah anavyokukadiria, Allah anakupenda. Utakapokiishi hiki kipengele, utaingia wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya wema kama alivyokufanyia wema. Lakini kipengele cha pili kwenye al-Ghaniyu ni yule ambaye maisha yake anapambana kuweza kuyasimamia mwenyewe. Hawapi tabu watu juu ya maisha yake. Ameweka mikakati, akachora ramani za maisha yake kuhakikisha maisha yake anaendesha mwenyewe. Kula yake, vaa yake, matibabu yake, yeye mwenyewe anajisimamia. Yeyote katika Uislamu atakayeishi hivi, Allah anampenda. Usiishi kwa kuwapa tabu wenzako. Wale ambao Allah amewaruzuku wasipate kero na wewe, Allah ndiye aliyekadiria katika ugawaji wa riziki zake. Kuna ambao amewapa kingi, kuna ambao amewapa kichache, na kuna ambao amewapa cha saizi ya kati, na kuna wengine wakati mwingine wanakosa kabisa. Allah aone juhudi yako wewe mwenyewe kuyasimamia maisha yako, Allah atakupenda. Lakini kipengele cha tatu, Mtume anasema Allah anampenda mja wake al-Khafiyya, yule ambaye ana sifa ya al-Khafiyya. Al-Khafiyyu ni sifa mbili. Sifa ya kwanza ni yule anayeficha matendo mema ambayo sheria inaruhusu kuyaficha. Kuna matendo ambayo sheria hairuhusu kuyaficha, kama hili ambalo limetukusanya hapa. Swala ya Idi huwezi kujificha ukasali chumbani kwako, lazima utoke uonekane. Unapotekeleza ibada ya hija, lazima utaonekana. Unapotekeleza nguzo ya funga, lazima utaonekana. Lakini ukija katika nguzo ya kutoa ibada ya zaka na sadaka mbalimbali, sheria imesema kuificha ni bora kuliko kuitangaza. Sasa Allah anampenda mja wake anayeficha matendo ambayo kisheria yanaruhusiwa kufichwa. Lakini maana ya pili katika al-Khafiyyu ni yule ambaye anakaa mbali na fitna. Allah anampenda mja wake ambaye anakaa mbali na fitna. Uwepo wake katika sehemu yoyote ile ni suluhisho, si fitna, si shida. Unapokuwa wewe si mtu wa fitna, Allah anakupenda. Lakini ukiwa ni mtu wa fitna, Allah hakupendi na jamii yako haikupendi. Haya matatu Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza Allah anayependa. Sasa sisi kama tumeambiwa al-karimu la yansa al-fadla, mtu mkarimu hasahau wema waliofanyia wema. Wema mkubwa ni wa Allah. Allah tuone sisi tunamcha yeye. Allah tuone sisi tunatosheka na kila anachotugawia. Allah tuone sisi tunasimamia wenyewe maisha yetu. Allah tuone sisi tunaficha matendo ambayo yanafaa kufichwa. Allah tuone sisi tuko mbali na fitna. Ndugu zangu wazuri katika Uislamu, kuna dhana
ambazo sio sahihi zikipita kwa baadhi yetu, kwamba Allah anapomruzuku fulani, asipokupa wewe, huyo hatoi, huyo hasaidii. Hapana, Allah hajakuumba usaidiwe na huyo. Huyo ana majukumu mengi na kuna watu anawasaidia. Inatosha Allah kujua yeye anasaidia. Si lazima wewe uone anasaidia ndipo ujue anasaidia. Allah anampenda mja wake mcha Mungu, mja wake anayetosheka na kila ambacho Allah amemruzuku, anajitosheleza katika maisha yake, anaficha yale ya kufichwa, lakini anakuwa mbali na fitna. Nikimalizia hotuba yangu, ndugu zangu wazuri katika Uislamu, sisi wanadamu, upande wetu sisi mahusiano yetu, Allah ametaka mahusiano yetu yawe mema, yawe mazuri baina yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku kama hii na mnasaba kama huu anagusia upande wa wanawake. Anazungumza na wanawake akiwaambia toweni sana sadaka, kwa sababu ameonyeshwa wengi watakaoingia motoni ni wanawake. Sasa sadaka ni katika amali njema ambazo zinamzuia mtu na kuingia motoni. Kwa hiyo kupitia mlango huu, hebu kila mmoja ajitahidi kutoa sadaka. Lakini tukija kwa maisha ya wanandoa, maisha ya wanandoa, hiki kipengele Allah amekizungumza, la tansau fadla bainakum, msisahau fadhila zilizopo baina yenu. Mume asisahau fadhila za mke wake, mke naye asisahau fadhila za mume wake. Sasa hayo maisha yako katika ndoa yako, hebu yapime wewe, yape tathmini, yapatie jawabu sahihi. Je, mwenzako anatamani kama mkiondoka katika maisha ya mgongo wa ardhi hii na wote mkajaliwa kwenda peponi, hivi unavyoishi na mwenza wako anatamani na peponi mkawa wote? Au kuna maisha mnayaishi alafu mwenzio mpaka inafika wakati anatamani hata kama tutaingia wote peponi, lakini nisiendelee kuishi na huyu? Tusiwe hivyo, kila mmoja aishi na mwenza wake na kutamani kama tutachukuliwa na Allah, basi na maisha ya kudumu, maisha ya milele, tukaishi pamoja. La mwisho katika hotuba yangu, Uislamu ni dini ya amani. Uislamu ni dini inayopiga vita ugaidi na fujo zote kwa sampuli zote. Tunaofahamu huu mwaka tulionao ni mwaka wa uchaguzi. Ikiwa hivi ndivyo ilivyo, Muislamu hutakiwa kwa namna moja au nyingine kuwa dhidi ya kiongozi. Muislamu hutakiwi kuanzisha fujo ya aina yoyote, si katika mitandao ya kijamii, wala katika majukwaa, wala katika vijiwe vya kahawa. Wewe umetakiwa na sheria kuwatii viongozi, kuwasaidia viongozi katika kuleta amani na kuidumisha amani. Kama si amani, hapa tusingekuwepo. Lakini kwa sababu ya amani ambayo ipo, ndio maana tupo hapa, tupo huru, tumefanya ibada yetu vizuri, safi kabisa, hakuna hofu katika nyoyo zetu. Sasa iweje sisi ambao Allah katutunuku tunu hii ya amani tuwe ni wa kwanza kuichezea? Waislamu hatupaswi kuwa hivyo. Usiunge mkono wala kusapoti kwa namna yoyote ile uvunjifu wa amani au kuwasema vibaya viongozi wa tawala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika mawaidha aliyoyatoa yakawatoa machozi maswahaba, wakahisi kama mawaidha ya kuaga. Wakamwambia Mtume, tunakuomba utupe wasia, haya mawaidha si ya kawaida. Mtume akamwambia, kwanza na wahusieni muwe wacha Mungu.
Lakini la pili, wasam'i wat-ta'a, kuweni wasikivu kwa viongozi wenu, kuweni watiifu kwa viongozi wenu. Mkiishi hivi, amani itakuwepo, mtafanya ibada zenu kwa utulivu, na mambo yenu Allah subhanahu wa ta'ala atayabariki. La mwisho kabisa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu tulizofanya katika mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala awe ametufutia madhambi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema, na siku ya kiyama atufufue na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير.